aina mbili za watu, na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Aina mbili za watu, aina mbili za watu. Tunaposoma kwenye maandiko yanajaribu kuweka wazi kwamba kuna aina kuu mbili za watu. Aina kuu mbili za watu. Aina mbili za watu. Na hao watu Yesu aliwajaribu kuwazungumzia watu wa aina mbili za watu. Aina ya kwanza ya mtu ni yule ambaye analisikia neno la Mungu alafu alifanya. Na Yesu akamwita kwamba huyo ni mpumbavu. Huyo ni mpumbavu. Lakini aina ya pili ya watu wale wanaolisikia neno la Mungu na kulifanya. Huyo alifanishwa na mtu mwenye hekima na mtu mwenye akili. Kwa mainly kuna aina mbili tu za watu. Kuna wapumbavu ambao ni wale ambao wanalisikia neno la Mungu afa hawalifanya. Kwa Yesu tunaposoma kwenye Mathayo 7:24 mpaka 28. Mathayo 7:24 mpaka 28. Yesu anajaribu kuainisha makundi haya mawili ya watu. Makundi haya ya watu. Wanasema yeyote analisikia neno la Mungu asiyafanye, huyo anafananishwa na mtu mpumbavu. Na anaendelea kufafanua kwamba huyu mtu mpumbavu alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Dhoruba ilipokuja ikaipiga ile nyumba, na anguko lake lilikuwa kubwa. Lakini pia anamfananisha huyu mtu mwenye hekima. Huyu mtu mwenye akili ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba ilipokuja, nyumba ilibaki imesimama, wala haikuanguka kwa sababu ya ile dhoruba. Upepo ukapiga, lakini nyumba ilibaki imesimama. Kwa Yesu alijaribu kutuambia kwamba kuna makundi mawili ya watu. Kuna watu wapumbavu ambao wanayasikia maneno ya Mungu alafu hawayafanyi. Hao ni sawa na mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Dhoruba ilipokuja ikaipiga ile nyumba, na anguko lake lilikuwa kubwa. Kwa kama wewe unalisikia neno la Mungu ambalo ulifanya, wewe ni mpumbavu. Ndivyo maandiko yanavyosema, sio mimi. Yesu asema aisikiaye hayo maneno asiyafanye, huyo anafanishwa na mtu mpumbavu. Kwa kama wewe unayesikia maneno ya Mungu ambayo uyafanye, uko kwenye kundi la wapumbavu. Na dhoruba itakapokuja hautaweza kusimama. Tunao watu wa namna hiyo, anapokutana na jaribu, kwa sababu yeye anayesikia maneno ya Mungu ambayo yafanye, kwa hana msingi ulio imara. Na kwa sababu hata msingi ulio imara, anguko lake linakuwa kubwa. Tupo duniani, tutakutana na majaribu mbalimbali, tutakutana na mitihani mbalimbali. Namna pekee ambapo tunaweza tukashinda majaribu mbalimbali tunayokutana nayo, mitihani mbalimbali tunayokutana nayo, ni kuwa na msingi imara wa neno la Mungu. Na huwezi kuwa na msingi imara wa neno la Mungu kama wewe ni msikiaji tu na wala sio mtendaji. Na Yesu anakuwa kwa wewe ni mfano wa mtu ambaye mpumbavu, ambao unalisikia neno la Mungu alafu ulifanya, unawekwa kwenye kundi la wapumbavu. Jaribu likija hautaweza kusimama. Mtihani ukija hautaweza kusimama. Anguko lako litakuwa kubwa. Pamoja na kwa sasa unafikiri kwamba wewe umeokoka, lakini kama unalisikia neno la Mungu alafu ulifanyie kazi, wewe uko kwenye kundi la wapumbavu.
Dhoruba ikija, jaribu likija, hautaweza kusimama kwa sababu hauna msingi ulio imara. Hakuna kitu cha kusimamia. Hauna kitu cha kusimamia. Lakini kundi la pili ni la kundi la watu wenye hekima. Watu wenye akili ambao wanasikia maneno ya Mungu na kuyafanya. Sasa yoyote anayesikia maneno yangu na kuyafanya, huyo anafanishwa na mtu mwenye hekima. Mtu mwenye hekima. Mtu mwenye akili ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba ilipokuja, dhoruba ikapiga, upepo ukapiga, lakini nyumba ilibaki imesimama. Na ndio watu ambao wanapokutana na majaribu wanasimama katika imani, wanapiga vita vizuri vya imani, kwa sababu ndani wamejaa neno. Ndani wamejaa neno. Wamekuwa wakilifanyia kazi neno la Mungu, wanalisikia na kulifanya, wakinalisikia na kulifanya. Na kwa sababu hiyo, kila walipokuwa wanalifanyia kazi neno la Mungu, misuli ya imani ilikuwa inajengeka. Misuli ya imani ilikuwa inajengeka. Hakuna namna ambapo imani yetu inaweza kuimarika pasipo kulisikia neno la Mungu. Na ndio maana Yesu akasema kwamba yoyote anayelisikia neno la Mungu alafu asilifanye, huyo anafanishwa na mtu mpumbavu, kwa sababu imani yake itaendelea kuwa dhaifu. Imani yake itaendelea kuwa dhaifu. Imani yetu inajengwa kwa kulisikia neno la Mungu na kulifanya na kuliishi. Imani yako haiwezi kuwa na nguvu endapo wewe unalisikia neno la Mungu afu ulifanya. Dhoruba itakapokuja, jaribu itakapokuja, anguko lako litakuwa kubwa, kwa sababu imani yako ni dhaifu. Imani yako ni dhaifu. Kwa nini imani yako ni dhaifu? Kwa sababu wewe unalisikia neno la Mungu alafu hulifanyii kazi. Unalisikia neno la Mungu alafu hulifanyii kazi. Wewe unafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba ilipokuja, upepo ukaipiga, mvua ikaipiga, anguko lake litakuwa kubwa. Sasa dhoruba hapa tunazungumzia mitihani mbalimbali ambayo tunakutana nayo. Maandiko yanasema kwamba duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, na ushinda ulimwengu. Mmeushinda ulimwengu, kwa sababu tutapita kwenye dhiki. Yakobo anasema hesabuni kuwa ni furaha tupu tunapoangukia kwenye majaribu mbalimbali. Hesabuni kuwa ni furaha tupu. Tutaangukia kwenye majaribu mbalimbali. Hayo majaribu kama tukiwa na neno, imani yetu ikiwa thabiti, tutaweza kusimama. Kwa Yesu aliainisha makundi mawili ya watu. Kwenye Mathayo 7:24-28 aliainisha makundi mawili ya watu. Kuna watu wapumbavu ambao wanalisikia neno la Mungu alafu hawalifanyi. Na kwa sababu wanalisikia neno la Mungu hawalifanyi, imani yao inabaki kuwa dhaifu. Maana imani yetu inamarika kwa kulisikia neno la Mungu na kulitenda na kulifanya. Na kwa sababu imani yao ni dhaifu, watakapokutana na mjaribu, watakapokutana na mtihani, anguko lao linakuwa kubwa. Anakuwa mpagani, anarudi nyuma. Alafu ile mithali iliyosema kwamba mbwa amerudia matapishi yake inakuwa dhahiri kwake. Lakini aina ya pili ambayo kundi la pili ambalo Yesu alizungumzia ni watu wenye hekima, watu wenye akili. Sasa sijajua wewe uko kwenye kundi gani? Sasa mtu mwenye hekima ni yule ambaye analisikia neno la Mungu na kulifanya. Huyo anafanishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba ikaja, mvua ikaja, lakini ili nyumba ilibaki imesimama. Ndio hao ambao wanapokutana na jaribu wanasimama katika imani, wanailinda imani, kwa sababu kwa kuliishi neno imani yao imekuwa imara. Kwa walipokuwa wanaliishi neno walikuwa wanajenga misuli ya imani. Kwa hiyo wamejengwa juu ya mwamba, hawawezi kutikisika kwa sababu imani yao ina nguvu. Sijajua wewe unayenisikiliza uko kwenye kundi gani? Je, wewe ni mpumbavu? Uko kwenye kundi la wapumbavu ambao wanalisikia neno la Mungu alafu hawalifanyi? Au uko kwenye kundi la wenye hekima? Uko kwenye kundi la wenye akili ambao wanasikia neno la Mungu, na kulifanya? Wewe ndio unayejua. Na kama unalisikia neno la Mungu alafu ulifanye, ni kwa hasara yako. Utakapokutana na dhoruba, anguko lako litakuwa kubwa. Lakini kama unalisikia neno la Mungu na kulifanya, wewe unafanishwa na mtu mwenye hekima, mtu mwenye akili. Na hata tukikutana na dhoruba, utabaki umesimama. Hakuna jaribu litakalo kuangusha wewe. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho haya
Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza share, unaweza comment. Unaweza share, unaweza comment. Chagua kwa kwenye kundi la wenye akili. Chagua kwa kwenye kundi la wenye akili wanaolisikia neno la Mungu na kulifanya. Usikubali kuwa kwenye kundi la wapumbavu. Usikubali kuwa kwenye kundi la wapumbavu ambao wanalisikia neno la Mungu ambao walifanya. Usikubali kuwa kwenye kundi la wapumbavu. Usikubali kuwa kwenye kundi la wapumbavu. Na Roho Mtakatifu akusaidie kufanya maamuzi sahihi katika jina la Yesu. Amen.